Haleluya. Ina mkono wako mmoja, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakuheshimu sana kwa ajili ya heshima hii ya pekee kwamba tena napata neema kusimama mbele zako na mbele za watu wako kwa ajili ya maneno yako ya uzima. Roho Mtakatifu ambaye tangu saa 10 tunasihi na kunena, uwe katikati yetu. Hawa ni watu wako na hili ni kanisa lako Mungu. Tenda mapenzi yako yote. Tenda sawa sawa na wewe utakavyo. Unajua majira ya kanisa, unajua majira ya kila mmoja. Unajua huu ni wakati gani kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya maisha yetu. Tutendee sawa sawa na majira na wakati ulioamuliwa. Asante kwa sababu hakuna neno litokalo kwako linalorudi bure. Lazima lifanikiwe na litimize mapenzi ya kutumwa kwake. Acha neno lako lifanikiwe. Acha malaika wa kutuhudumia, maselafi, makerubi wawe mahali hapa ili kutuhudumia. Kila kinachohitajika kutoka mbinguni kwa ajili yetu kiwe hapa sasa, kwa sifa, heshima na utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Sema amen. Naomba uketi na namshukuru Mungu kwamba baada ya kukosekana kwa jua tangu asubuhi ndo limewaka saa hizi. Kwa hiyo Mungu amekuwa mwema sana. Msalimie jirani yako, mwambie ubarikiwe sana. Mwambie malango yawe wazi mbele yako. Kuanzia leo tarehe 1 Julai mpaka Disemba tarehe 31 uwe na ushuhuda wa mambo makuu kabisa ambayo Bwana ameyafanya kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nishukuru tena kwa ajili ya wakati huu wa pekee ambao Bwana ametujalia kuwa nao, na nishukuru tena kwa ajili ya heshima hii ya Mungu kwamba anasimama tena mbele yenu. Mungu awabariki sana wote ambao tumekuwa nao Morning Glory. Mimi tu ile mchana ndio sifiki, lakini tumekuwa wengi, tumekuwa na ibada nzuri pamoja na ile hali ya hewa. Kama ukuwepo wenzako tulikuwepo na tukawa na Mungu hapa. Na mbarikiwe leo. Naomba tumpigie Yesu makofi. Leo tumewahi. Mimi nimefika nikaa nafanya kitu fulani hapo nje. Leo umefanya vizuri. Nafikiri kesho tutafanya vizuri zaidi. Mungu awabariki sana. Sasa naomba lile andiko letu la jana, nataka nizungumze kidogo kwa wale ambao hawakuwepo jana. Tuna semina inayosema kuishi kwa ajili ya Mungu. Kuishi kwa ajili ya Mungu au kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwenye kitabu kile cha Isaya, nataka niseme kidogo tu kule nilianzia, alafu niende haraka sana kule ambako ndiko nataka twende mbele leo. Ile Isaya sura ya 6 na ule mstari nafikiri wa 8. Isaya sura ile ya 6 na ule mstari wa 8. Biblia inasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana. Hebu sema nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Sasa jana tulianza kutafakari kwenye kuweka msingi wetu. Leo ni siku ya pili ya semina. Mchungaji wangu amesema ya 3, lakini leo ni ya pili. Tumeanza jana. Na
Nikasema kwenye huu mstari kuna mambo kama 3 au 4 yako hapa. Jambo la kwanza ambalo tunaliona hapa ni Isaya kusikia sauti ya Mungu. Alisikia sauti ya Mungu na anaanza kwa kusema, kisha nikasikia sauti ya Bwana. Kwa cha kwanza kilikuwa ni kusikia, yani kujua kwamba hicho nachokisikia, sauti ninayoisikia ni ya Mungu. Na ndio maana haanzi na anachosikia, anaanza na kusema inakotokea sauti. Anasema kisha nikasikia sauti ya Bwana. Anaanza na hiyo point kwamba sauti niliyoisikia ni ya Bwana. Hiyo sauti inasemaje? Tukasema jana, uwe tayari wiki hii kusikia sauti ya Mungu. Hiyo sauti inasemaje? Sauti inasema, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Yaani Mungu anasema, anauliza swali. Mungu wakati anasema hakumpointi mtu aseme Isaya. Mungu aliongea. Lakini wakati Mungu anaongea, Isaya akasikia. Na Isaya alichokisikia ni hiki: ni mtume nani? Jambo la kwanza, nani yuko tayari kutumwa na mimi? Kwanza ameelewa ni Mungu ndo anaongea. Halafu baadaye anasikia Mungu anachoongea kwamba anahitaji mtu wa kutuma. Na huyo mtu awe tayari kwenda kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wale watu ambao Mungu anataka wakasikia. Yaani huyo mtu anayetika. Tukaona jambo la pili ni kuelewa nini Mungu amesema. Kile ambacho Mungu alikisema lilikuwa ni hitaji. Hebu sema lilikuwa ni hitaji. Yaani Mungu anazungumza hitaji alilonalo. Hitaji la wakati ule lilikuwa kwamba akasema ni mtume nani? Kama Mungu angekuwa na mtu asingesema ni mtume nani. Angesema unajua ukiwa na mtu tayari umeshamuandaa kwamba huyu ndo anamtuma, hivi utauliza tena ni mtume nani? No, utaamua kumwambia tu wewe nenda, sababu ulishapanga kwamba huyu ndo anaenda. Lakini wakati Mungu anazungumza, unapoona lile neno namna Mungu anavyoongea, maana yake ni kwamba anatafuta utayari wa mtu aliyesikia sauti yake, utayari wa kuitika na kufanya kwa ajili yake. Huyo mtu aende kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili yake yeye. Aende kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu ambao Mungu anataka kusema nao. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema kufanya kwa ajili ya Mungu. Sema kuishi kwa ajili ya Mungu. Yaani Mungu hakuwa anatafuta mtu ambaye atakwenda kwa ajili ya mapenzi yake, matakwa yake na mahitaji yake. Hapana. Atakwenda
kwa ajili yake yeye Mungu. Yaani yeye awe tu tayari kwenda kwa ajili ya Mungu. Halafu akafanye kitu kwa ajili ya Mungu, akaseme kwa ajili ya Mungu. Na wiki hii Mungu anatafuta watu au mtu atakaye kuwa tayari kufanya kwa ajili yake, kuishi kwa ajili yake. Sasa Isaya aliposikia akasema, si nimesikia. Kama nipo hivi, kuna haja tena na mimi ya kwanza kugeuka nyuma? Nimesikia afu nageuka nyuma hivi, kuna mwingine yuko nyuma yangu? Akasema hapana, mimi hapa, mimi hapa. Kwa lugha nyingine, Mungu huna haja ya kutafuta mtu mwingine. Mimi nimesikia na niko tayari kwa hicho unachotaka kitokee, hicho unachotaka kifanyike. Mimi niko tayari. Kwa hiyo akasema, mimi hapa, nitume mimi Bwana. Nani yuko tayari kwa ajili ya mbingu? Nani yuko tayari kwa ajili ya Mungu? Sio kwa faida yake, kwa faida ya Mungu. Kusema kile Mungu anataka kisemwe, kufanya kile Mungu anataka kifanyike kwa ajili ya watu. Hebu sema kwa ajili ya watu. Sema kwa ajili ya watu. Sema kwa ajili ya watu. Sasa iko hivi. Hebu sema kwenda kwa ajili ya Mungu. Sema kufanya kwa ajili ya Mungu. Sema kwa ajili ya Mungu. Yaani ninaacha shughuli zangu. Hebu sema naacha shughuli zangu. Naacha mambo yangu. Halafu ninaamua kwenda au kufanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Ndicho Mungu anachotafuta hapa. Na ndicho Mungu alichokuwa anamaanisha kwa Isaya. Sasa hii ilikuwa ni jana. Nataka niende mbele. Na jana nikasema, wakati namaliza, moja ya jambo ambalo Mungu analihitaji leo ni watu watakao kuwa tayari kuishi kwa ajili yake. Hebu sema kuishi kwa ajili yake. Sema tena kuishi kwa ajili yake. Sasa naomba tuangalie andiko hili alafu tutaanzia. Kuna mifano leo nataka kukupa na nimemwomba sana Mungu sana ili aweze kutusaidia. Kitabu cha Filipi 1, waraka wa Paulo kwa Wafilipi, sura ile ya kwanza, ule mstari wa 20 mpaka 26. Biblia inasema hivi. Huyu ni Paulo. Kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote, kama siku zote na sasa vivyo hivyo, Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Hebu sema mtu anayeishi kwa ajili ya Kristo. Sema mtu anayeishi kwa ajili ya Mungu. Yaani Paulo yuko gerezani. Sasa na yuko kwenye mazingira magumu ambayo anaangalia kesi inavyokwenda inaweza ikamgharimu. Aidha, yani Mungu akileta neema ataishi au atakufa. Sasa anawaambia Wafilipi, anawaandikia Wafilipi, anawaambia kwamba kwanza nina matumaini haya kwamba sitaaibika kamwe.
lakini pia nina uthabiti wote kama ilivyokuwa siku zote kabla sijawa gerezani. Yaani sijatetereka kiimani kwa namna yoyote. Sasa anasema kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu. Ikiwa ni kwa maisha yangu, yani ikiwa nitaendelea kuishi, maana yake ni kwamba kuishi kwangu ni kwa ajili ya Mungu. Na ikitokea na kufa, nitakufa kwa ajili ya kutetea, sio maslahi yangu. Kwa sababu niko gerezani sio kwa maslahi yangu, niko gerezani kwa maslahi ya nani? Ya Mungu. Yaani kilichonifanya leo niwe gerezani sio bahati mbaya. Niko humu, najua kilichonileta gerezani ni kwa sababu ninaishi kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Sasa mwangalie jirani yako. Wakati fulani usilalamike. Kuna mambo unayapitia sio bahati mbaya. Umeelewa vizuri eh? Usilaumu watu. Hatujapewa kuamini tu, bali na kuteswa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo Paulo kwake haikuwa shida, kwa sababu alikuwa anajua kwamba kinachoniweka kwenye mazingira haya, nimeamua kuishi kwa ajili ya nani? Wakati wengine wanaishi kwa faida zao, mimi nimeamua kuishi kwa ajili ya Kristo. Sasa anasema ikitokea na kufa, sawa eh? Kristo atatukuzwa. Na ikitokea naishi, injili inasonga mbele. Ndio maana ule mstari unaofuata ambao ndio mara nyingi tunautumia, anasema kwa maana kwangu mimi, hebu sema kwake yeye. Sema kwake yeye Paulo, kuishi ni Kristo. Hebu sema kuishi ni Mungu. Sema kuishi ni kwa ajili ya Mungu. Sema kwa ajili ya Mungu. Sema kuishi kwake ilikuwa ni kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya Kristo. Na akasema ikitokea mimi nakufa kwa sababu ya hiki ninachokitetea, ni faida. Sijafia nikipambania vitu vya ulimwengu huu. Nimekufa nikipambania umilele. Unajua, sijui kama leo bado tuna watu thabiti ambao kama watasimama mahali wakaambiwa wachague waendelee na Kristo au wafe siku hiyo, sijui utafanya uchaguzi gani? Kwamba aidha uache Kristo uishi, au ufe, au uendelee na wokovu lakini ufe. Si utachagua lipi? Utasema hapa napaswa kutumia hekima hapa. Kutumia nini? Hekima hapa. So unajua hata kama leo nitaamua tu kupindisha nikasema jamani niacheni na mwache Yesu, nikitoka baadaye si nitarudi tena kwa Yesu. Si ndicho watu wanafanya? Hebu sema kuishi kwa ajili ya Kristo. Sema maisha yake yalikuwa ni kwa ajili ya Mungu. Unajua nilikuwa na tafakari, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na tafakari jambo moja hivi. Nikajiuliza, hivi ningeambiwaga na Mungu, Maroda usioe. Usioe. Kama una kanyumba kakuishi ni hako hako. Gari usinunue, labda upewe na mtu gari. Yaani wewe ukiamka asubuhi ukilala unachowaza tu ni Yesu. Yaani kwa maana ya kazi ya injili ni watu waokoke, watu wamjue Mungu. Sijui ningeweza navyopenda dunia hivi, tunavyoipenda dunia hivi. Halo?
Lakini unajua, nikawa na tafakari. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa na tafakari jambo hili. Unaposoma tu na unapoangalia historia mbalimbali za dunia hii, sio tu kwa ajili ya Injili, lakini unajua kuna watu wameishi duniani sio kwa ajili yao, ila kwa ajili ya wengine. Yaani sio tu kwenye Injili. Yaani wakati nyinyi mnaendelea na mambo yenu, yeye yuko tayari kuteseka, ila anawatesekea nyinyi. Yuko tayari kulala njaa, yuko tayari kukaa jela, yuko tayari kupoteza kila kitu, na dhamiri yake inamwambia ni kwa ajili ya watu. Kwa ajili ya watu. Kabla sijaendelea niseme tu kidogo hivi. Unajua wakati fulani huwa hatufikiri, unajua ukitaka kujifunza kitu fulani, jaribu tu kujitafakari na mambo yako unayo mengi, unayojipambania wewe mwenyewe. Wala sio hata familia yako, hata sio ukoo wako. Wewe. Unasikia hicho kitu? Yaani wewe, maana hutaki taabu za ukoo. Unasikia? Hutaki hizo taabu. Halafu fikiria mtu anakaa gerezani miaka 27, 25. Na anapokamilisha alichokuwa anakipigania kwa ajili ya watu, wala hata hataki wewe uongozi. Anawaambia sasa endeleeni kuongoza. Mimi nilitaka muwe huru, mjitawale. Nilitaka haya mateso yakome. Naomba niwaambie hivi, jambo lolote duniani linalohusu maslahi ya wengi, mara nyingi Mungu anatafuta mtu. Mungu anainua mtu ambaye ataishi kwa ajili ya kusudi fulani la Mungu. Unaweza ukatazama wingi, Mungu angalie hivyo. Yaani kuna mtu hapa anaweza kuishi kwa ajili ya Arusha. Yaani yeye akabeba kusudi la Mungu la hili kanisa na akaamua kuishi kwenye hilo kusudi, bila kuangalia kuna nani nyuma. Naomba kumbuka hii wiki inaitwa wiki ya ufunuo wa neno. Sema wiki ya ufunuo wa neno. Nilikuwa najiuliza, hivi wakati wana wa Israeli wamempata Daudi aliye tayari kumkabili Goliati, kwa nini hawakumsapoti? Yaani hata tu kumsindikiza. Maana Goliati alikuwa anakuja na mabodigadi wake na wabeba silaha na walinzi wote walikuwa wanaenda naye. Halafu Daudi, hawa jamaa ambao ndio anakwenda kwa niaba yao na kwa niaba ya taifa na kwa niaba ya Mungu anayedhalilishwa pale. Sasa huyu ni nani anatukana majeshi? Yaani Mungu anaibishwaje hivi na wapagani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni sawa sana leo mtu mmoja anajiuliza, inawezekanaje mtu wa dunia anayeua vizazi vya watu ananunua mavyombo ya milioni 200, halafu anapigisha watoto wetu kwenye night club? Halafu leo ninajua thamani ya Yesu msalabani na kazi ya Kristo. Mimi nimefanya nini kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya hii jamii inayoangamia? Hakuna mtu anayewaza hivyo. Shetani anao wa kutosha ambao wanasimama kwa ajili yake ili kuteketeza kizazi na kuiangamiza dunia. Tukirudi kwetu, kila mmoja anataka kuishi kwa ajili ya mambo yake.
ni mtume nani? Naye ni nani atakuwa tayari kwenda? Hebu sema, kuishi kwangu ni Kristo. Una uhakika? Bwana Yesu asifiwe. Hamjasikia watu wameacha kazi, mtu ana PhD yake, ana masters yake, alikuwa na kazi nzuri, analipwa mshahara mzuri, halafu anasikia sauti ya nani? Anaandika barua, anaacha nini? Kazi, anaacha mshahara. Na Mungu, unajua na Mungu alivyo, sio kwamba ukienda utaenda na ile heshima ulikuwa nayo na degree zako, halafu anaenda Magugu. Wapi? Magugu. Anaondoka kwenye ofisi fulani, sio kwa hivi yani yeye sio kwamba anaenda kwa sababu kwenye utumishi kuna hela. Alikuwa anakaa kwenye hela, alikuwa na heshima yake. Ndicho kitu Yesu alifanya. Hakuwa na shida yoyote, lakini kwa ajili ya Mungu, aliposikia sauti ya Mungu, anaandika barua, anaacha kazi, halafu ananyanyuka, anaenda Magugu, anaenda Maji ya Chai. Maji ya Chai anaenda, anafika pale, anaanza kutafuta mabati, jengo la muda, sawa, kiwanja kiwanja cha kuanzia huduma. Yaani afisa aliyekuwa ofisini, masekretari, watu walio chini yake wanaomheshimu, kwa lugha nyingine anapigiwa saluti, ghafla kwa ajili ya Mungu yuko mahali anatafuta mshirika mmoja wa kuchunga, halafu anaweka chombo cha sadaka, zinatoka shilingi 2500. Alikotoka, unajua kwa nini ataendelea na kazi? Kwa sababu anajua ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Kwa ajili ya Mungu. Sasa iko hivi, ngoja nimalize hii mistari, nianze kukuambia mifano. Nataka kuzungumza mifano kama 3 hivi, itatusaidia sana. Paulo anasema hivi, ule mstari wa 22 anasema hivi, ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalochagua silitambui. Mstari wa 23, ninasongwa katikati ya mambo mawili, ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Sasa hii naomba nisiliongelee. Lakini mstari wa 24, bali kudumu katika mwili kwa hitajiwa zaidi, sio kwa ajili yake. Anawaambia Wafilipi, yani mimi kuendelea kuwa hai kunahitajika zaidi kwa ajili yenu. Yani kwa mateso nayopitia, kama ni kuchagua, ningechagua kufa nikakae na Kristo, lakini natamani nibaki hai, na ninahitajika kubaki hai kwa ajili yenu. Ni nani anatamani Mungu aendelee kumpa maisha kwa ajili yetu? Ni nani atasema natamani Mungu aendelee kunipa afya njema kwa ajili ya kanisa hili na si kwa ajili ya maslahi yake? Ni nani atasema natamani Mungu niendelee kubaki kwenye hii ofisi kwa ajili ya watu? Ni nani atasema Mungu natamani hii biashara iendelee kufanikiwa kwa ajili ya kanisa? Kuna mtu anawazaga hivi kwamba natamani niendelee kuishi, kuendelee kuwa kwenye hii eneo, kwenye hii nafasi kiuchumi, kwa ajili, sio kwa ajili yangu, kwa ajili yenu. Kwa ajili yenu. Kila anayekwenda kwenye maombi anaomba kwa ajili yake. Kila anayetoa anatoa kwa ajili yake. Yaani anachowaza, hizo baraka zije kwenye familia yangu, zije kwa watoto wangu. Ni sawa. Ni lini utawaza hizo baraka zije kwa ajili ya mji? Ziwe kwa ajili ya Mungu, ziwe kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kama Mungu atatupa neema, Mungu atufungue fahamu zetu hivi, tutakapoanza kuabudu kwa ajili ya Mungu, tutaabudu vizuri sana. Tutakapoanza kutumika kwa ajili ya nani? Ya Mungu, tutatumika vizuri sana. Na tutakuwa waaminifu sana. Na tutafanya kwa moyo. Tukapoanza kuja ibadani kwa ajili ya Mungu, hautaharibu kanisa la Mungu. Maana upo kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Unaimba kwaya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Unatoa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Uko hapa kwa ajili ya nani? Yani siku utakapoamua naishi kwa ajili ya Mungu, utakapojua kwamba napaswa kuishi kwa ajili ya Kristo, hautahitaji kufuatiliwa. Sijui kuna ibada za jamii, hautafuatiliwa. Yani kwenye mambo yote utakuwa mwaminifu, kwa sababu unajua ni kwa ajili ya Mungu. Anasema nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani, hata mzidi kuona fahari katika Kristo Yesu juu yangu. Hebu sema kuona fahari katika Kristo Yesu juu yangu. Yani watu wajivunie fahari ya Kristo kupitia maisha ya Paulo. Watu wajivunie fahari ya Kristo, wema wa Kristo kupitia maisha yako. Waseme kwa kuwepo kwa Paulo Betheri, leo tuna gari la Injili. Kwa kuwepo kwa Mushi Betheri, watu waseme halo, leo tuna vyombo vya Injili. Waone fahari ya Kristo juu yangu, juu yako. Yani waseme, unajua ndio maana wale wajane alipokufa Dorcas, akamwambia Petro njoo. Alafu jamaa hata hajajiandaa kwenda kunyanyua kwenda kufufua mfu. Alienda mzima hata hajaambiwa kwamba mnaniita njoo. Aliposema panda, hata kwanza hivi kuna msiba. Twende, kwamba twende. Mbona mnalia? Twende tu, twende baba twende. Petro twende. Akapeleka chumbani. Maiti wakamwambia akasema sikiliza, unaona hili shati? Hili gauni baba, hii sweta. Huyu hapa. Unaona? Hiki kitambaa baba. Hii ndio imejifunika. Huyu hapa. Hiki unaona? Huyu hapa. Huyo. Wakasema sasa kwa taarifa yako, wewe si ndio mtume Petro? Hatuziki baba. Hatufanyi nini? Hatuziki. Yaani hapa ni wewe na Mungu wako baba. Tuko hapa. Mwambie Mungu kuna wajane wamenibana. Kuna mtu anaishi kwa ajili yao. Sasa leo unampeleka wapi? Umewapa mbadala. Mimi nahisi Petro hata kuhitaji kutafuta upako, maana alijenga tu hoja. Mungu si unasikia? Unafanya nini? Sikia. Na hivi Mungu umejisikilizia mwenyewe. Na wajane alipoanza kuomba wakaongeza na kilio. Lia vizuri kwamba yani maombi yasijakaishia kwenye bati. Wakasema hatuziki. Maana uhai wake ni faida kwetu. Uhai wake ni fahari kwetu. Uhai wake ni baraka kwetu. Wayahudi, wazee wa Kiyahudi wamejengewa sinagogi na yule jamaa, tena hata sio Muisraeli. Sio tu tena haumwi yeye, ni mfanyakazi wake anayempenda. Wanaenda wakamwambia Yesu, yani huyu hauhitaji, yani huyu huhitaji kujiuliza, anastahili. Unasema nini? Anastahili afanyiwe hili tutakalo kwa. Yani kabla hawajasema shida,
wanaanza kusema anafanya nini? Anastahili. Yaani hawajasema shida yake, anastahili mtu huyu atendewe neno hili. Wakasema moja, analipenda taifa la Israeli na yeye sio Mwisraeli. Mbili, na wewe Yesu unajua, na wewe tunajua na wewe ni Mwisraeli. Kwa hiyo na wewe unapendwa na huyu mtu tutakaye kueleza shida yake. Yaani mtu mwenyewe hayupo lakini wengine wanaenda. Akasema hebu nendeni kamwambie ni kule mkuu anisaidie. Sio mimi mtampagani jamani, kanisaidieni. Wakasema hilo dogo. Kwa yale uliyoyafanya hilo dogo. Dogo hilo. Kumbuka sio Mwisraeli. Sio wa ile dini ya Kiisraeli. Ila alikuwa anajua hawa watu wana Mungu. Alipojua hilo akajiunganisha nao. Akaanza kuishi kwa ajili yao na kwa ajili ya huyo Mungu. Na ndio maana alijenga, sio alichangia. Alijenga nini? Sinagogi. Wakasema amestahili mtu huyu atendewe neno hili. Kwa nini? Anaishi kwa ajili, ameishi kwa ajili ya Mungu. Hivi Yesu alibisha chochote? Wala. Yaani Yesu unajua, na Yesu alikuwa na watu wengine anawahudumia. Aliacha na kufundisha, akaacha na huduma zingine, akasema yuko wapi? Huyo mtu wa namna yuko wapi? Yuko wapi? Huyo mtu wa namna anayejielewa yuko wapi? Nataka nishughulike. Yaani nyinyi wengine nisubirini. Maana sina taarifa yoyote kwa ajili yenu. Huyu kwa taarifa. Yaani lile sinagogi lile pale ni huyo. Twende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wameokoka hapa? Bwana Yesu asifiwe. Kama umeokoka hebu inua mkono wako namna hii. Nisikilize vizuri tu. Kama umeokoka sikiza maneno haya. Yaani huko sitaki tujifunze. Nataka kwa sababu tunajua. Ukiokoka unajua unafanyika mtoto wa Mungu. Lakini kwenye Ufunuo ile sura ya 5 kwanza mstari wa 9 na kwenda anasema kwa damu yake Kristo amemnunulia Mungu. Hebu sema amemnunulia Mungu. Mwambie jirani yako wewe umenunuliwa kwa damu ya Kristo. Sema Yesu Kristo kwa njia ya damu yake alitununua mimi na wewe kuwa mali ya Mungu. Mwambie sasa wewe ni mali ya Mungu iliyonunuliwa, iliyogombolewa. Sasa jiulize, muulize jirani yako unaishi kwa ajili ya aliyekununua au unaishi kwa ajili yako umesahau aliyekununua? Ndio maana Paulo anasema kuishi ni Kristo. Kwamba nikiendelea kuishi ninyi muone fahari. Kuishi kwangu ni fahari ya Kristo kwenu. Mnajivunia mna mtu katikati yenu, kuna mambo anayafanya yenye utukufu, yenye heshima, yenye furaha, yanayofanya mfurahie utukufu. Anasema nami nikitumaini hayo najua ya kuwa nitakaa, mstari 25, na kudumu pamoja nanyi ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani, hata mzidi kuona fahari katika Kristo Yesu juu yangu, kwa sababu ya kuwapo kwangu pamoja nanyi tena. Yaani kuwapo kwa Paulo na hawa watu wanaona fahari, mpate kuona fahari ya Kristo Yesu. Sasa iko hivi. Nianze sasa kuzungumza mifano hii mitatu ya kuishi kwa ajili ya Mungu. Sasa naomba nianze hii, nikupe picha hii, alafu nianze na picha hii kabla hiyo mifano itakusaidia kuweza kuelewa kitu fulani hivi. Kwenye kitabu cha Esther sura ya 4, Esther sura ya 4 na ule mstari, Esther sura ya 4 ule mstari wa 14, Biblia inasema hivi,
Esta 4:14 Biblia inasema, labda nianze mstari wa 13. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esta jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu. Hebu mwambie jirani, ukinyamaza kabisa wakati huu, usije ukafikiri hatufanikiwi. Usije ukafikiri Mungu hata tuokoa. Usije ukafikiri, yani wewe ukinyamaza, usipoelewa kwa nini uko Ikulu, na ukiwa Ikulu haya yanatupata, na wewe ni wa kwetu, na wewe unajua nisikie vizuri. Hebu sema kuishi kwa ajili ya Mungu mahali ulipo na kwa wakati uliopo. Sema kuishi kwa ajili ya Mungu mahali ulipo. Sasa, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Yaani usije ukafikiri kukaa kwako kimya ndio Mungu ameshindwa. Hapana. Anasema ila wewe utaangamia. Nasema kitu pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini, shika hii point, ni nani ajuae kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Kwamba hivi hujajiuliza kwa nini haya yanapotokea wewe mwenzetu uko Ikulu, halafu tunakwambia kuna hili sawa, unasema siwezi sababu akasema nataka ujiulize, nani anayejua kwamba Mungu alikuwa anajua kuna miaka inakuja, kuna siku zinakuja, litatokea jambo kama hili, na ili kutuokoa akakutanguliza wewe uingie Ikulu. Sasa unajua, usipoelewa kwamba watu wa Mungu huwa tunaishi mahali, iwe kazini, kwenye nafasi fulani, kwenye eneo fulani, kwa ajili ya wakati fulani na kwa kusudi fulani la Mungu. Mordekai alichotaka Esta ajue ni hiki: hayuko pale kwa faida yake tu. Hayuko pale ili familia yake iseme tuna mtoto ni malkia, ndio maana tuna maisha mazuri, tuna nyumba nzuri. Yuko pale kwa ajili ya wakati kama huu ambao watu wa damu yake, watu wa familia ya kwake wanahitaji msaada wa mtu aliyeko huko. Lakini anamwambia usifikiri ukinyamaza, kwa sababu mwenzetu huko Ikulu, siku nje tunasogea mapanga siku ya kuchinjwa, ukafikiri kwa sababu ni mke wa mfalme utakuwa salama. Akaza kitakachotokea, sisi tulioko nje tutasalimika. Uliyeko kwenye nafasi ya kufanya na hujafanya, utaingia kwenye shida. Hasa nataka uelewe jambo hili. Mwangalie jirani yako, mwambie kwa nini uko Betheli leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano leo nazungumza, leo askofu anasema tupanue mipaka. Hebu tupanue mipaka. Na wewe upo. Na wewe nini? Na wewe unafanya kazi ya ualimu na unalipwa mshahara. Mbona walimu wengine hawapo hapa? Mbona wakurugenzi wengine hawako hapa? Mbona wafanyabiashara wengine hawako hapa? Kwa nini linapoongelewa wewe ndio upo?
na upo kwenye nafasi inayoweza kusababisha jambo hilo kutokea. Sasa usipoelewa kwa nini uko hapo kwa wakati kama huu, utaingia kwenye shida. Ila ukielewa kwa nini niko hapa kwa wakati kama huu, utagundua kumbe unaishi hapo mahali kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Yaani hiyo nafasi ulionayo sio tu kwa ajili yako, ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Yaani kuna wakati hiyo nafasi unapaswa uishi kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Yaani hiyo biashara kuna wakati inatakiwa usahau mambo yako, uishi kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Usipofanya hivyo, jipe muda, utakuja kutafuta msaada kwa Mungu na haupatikani, kwa sababu hukujua kwa nini Mungu amekuweka hapo kwa wakati kama huo. Wewe niwaambie jambo, kwani nikupe kitu fulani hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe niwaambieni, watu wa upande wa pili, sema upande wa pili wa imani, sema upande wa pili wa imani, wao wanajua, yaani hata ukimweka ni barozi wa nyumba 10, anajua ni kwa ajili kwanza ya yule Mungu nini wake. Atahakikisha masirahi ya Mungu wake yamefanya nini? Yanalindwa. Sio watu wa msalaba. Sio watu wa msalaba. Hata wawe kwenye nafasi nyeti kiasi gani, wao hawaelewi hilo. Wakati Mungu wao anafanyiwa kitu kisicho sahihi, wananyamaza. Wanaogopa nafasi zao. Na hawajui Mungu aliwapeleka hapo kwa wakati kama huo. Na hawajui kwa kufanya hivyo ndio kuinuliwa kwa watu na Mungu. Esther alipogundua hicho kitu, nini kilichotokea? Akasema, nimeshaelewa mjomba, nimeshaelewa. Nendeni mkafunge siku ngapi? 3. Na mimi nafunga siku 3. Baada ya hapo naenda kinyume cha nini? Cha sheria. Maana alijua Mungu wetu ni Mungu wetu huwa anaenda kinyume na taratibu za dunia. Zinaweza zikawa zinasema hivi, yeye akasema tunaenda hivi. Na ukapata matokeo yale yale yaliyokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haya, alipoelewa kwamba anapaswa kuishi kwa ajili ya Mungu, nini kilitokea? Najua nini kilitokea. Lakini ilimlazimu uhai wake uwe ni kwa ajili ya Mungu na watu wa nani? Wa Mungu. Alipokubali nafasi yake, uhai wake uwe kwa ajili ya Mungu na watu wake, aliaibika. Alishindwa. Yule aliyekuwa adui, ile nafasi alipewa mjomba wake Mordekai. Sasa akaa yuko ikulu na anko yuko hapo. Kutoka mfalme anafuata nani? Anko. Watu wake aliotoka kwao waliokuwa wanadharauliwa wakawa watu wenye heshima. Lakini ni mtu mmoja ambaye alitaka asielewe nafasi na sababu ya yeye kuwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja hizi dakika kama 15 nikupe mfano huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaenda hapo, dakika moja niseme hivi. Mwambie jirani yako, hivi ulipopata ajira kwa nani, kwa Masawe, ulijua kwamba ni kwa ajili ya Mungu?
Halo? Au wewe ulijua tu Mungu amejibu maombi yako na wewe umepata kibarua? Kwa hiyo bishop, ndio maana hata zaka hawatoi. Kwa sababu wanajua ni kwa ajili nini? Hela inapokuja wanachoangalia ni mahesabu yao yamekamilika, zinatosha, hazitoshi. Kwa sababu hawaelewi kwamba wanaishi kwa ajili ya nani? Ngojeni niwaambie, siku kifunuliwa jambo hili kwamba unaishi kwa ajili ya Mungu, umefanikiwa. Nakwambia ukweli. Yaani wewe siku ukianza kuishi kwa ajili ya nani? Mungu. Hata unajua maana yake Mungu ataishi na wewe. Mungu atafanya na wewe. Anajua sasa unaishi sio kwa ajili ya dunia, unaishi kwa ajili ya nani? Kwa ajili yake. Yaani wewe uko duniani kama balozi wake, kama mtu wake, kama mtu aliyetumwa kwa kusudi. Unaishi kwenye kusudi kwamba ni mimi na Mungu. Niko hapa kwa ajili ya Mungu. Nafanya kwa ajili ya Mungu. Naishi, yani hivi kama kweli unafanya hiyo kazi kwenye nafasi yako kwa ajili ya Mungu, kuna mtu atakuonea? Mungu anaambia wewe, hujui huyu mtu yuko hapa kwa ajili yangu na kushughulikia. Maana kuwepo kwa hapa ni heshima yangu. Kuwepo hapa ni utukufu wangu. Kuwepo hapa kusudi langu duniani linasimama. Lakini uko hapo na mshahara wako tangu leo mwaka wa 10, siku kwamba uliufungaga mshahara wote kama ulivyokaja madhabahuni, 2,200,000 na 200,000 na 15,500. Ukasema hizi nimekula, hizi ni kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Sinatoaga zaka. Sinafanyaga hivi. Sinafanyaga hivi. Kwani wewe ukiamua kufanya hiyo biashara, faida nyingi mbona umetumia mwenyewe? Kwani hiyo faida ya hiyo, kwani hiyo faida isiyo ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mfano huu. Kitabu kile cha Mwanzo sura 22 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tumwangalie Ibrahimu kuishi kwa ajili ya Mungu. Ile Mwanzo 22 mstari wa 1 mpaka wa 3, neno linasema hivi. Mwanzo 22 mstari wa 1 mpaka wa 3, neno linasema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Unaona watu wanaoishi kwa ajili ya Mungu wakiitwa, hebu sema wanaitika. Ibrahimu akasema mimi hapa. Isaya alisema mimi hapa, nitume mimi. Usitafute mtu mwingine. Akasema umchukue mwanao wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana 2 pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaenda pamoja mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Hebu sema kuishi kwa ajili ya Mungu. Sasa angalia picha hii. Aliomba mtoto miaka karibu 25 kwa Mungu. Mtoto amezaliwa baada ya miaka 12 ya kuishi kwa Isaka. Mungu anakuja. Mungu alichotaka kujua hapa, kuna mambo kama mawili. Cha kwanza, kabla ya Isaka ilikuwa ni Mungu, ilikuwa ni Ibrahimu na Mungu. Mungu akataka kujua baada ya Isaka aliyetafutwa kwa tabu na uvumilivu kupatikana, Ibrahimu anaishi kwa ajili ya mtoto wake au bado anaishi kwa ajili ya Mungu? Maana kama anaishi kwa ajili yangu, bado nitakachomwambia atafanya, na nimwambie kinachohusu anachokipenda, ili nijue
moyo wake unajua kwamba maisha yake ni kwa ajili yangu? Yaani unajua kuna watu kabla hawajapata ile nafasi na ile kazi na zile hela, ni watu wazuri sana kanisani. Baadaye walicholilia Mungu anawapa. Anapowapa, wanaacha kuishi kwa ajili ya Mungu, wanaanza kuishi kwa ajili ya zile biashara na kwa ajili ya mambo yao peke yao. Na Mungu huwa anakuja ili ajiridhishe, ajue. Jambo la pili, Mungu alitaka kujua nafasi yake. Yeye na Isaka kwenye moyo wa Ibrahimu, kipi kina nguvu? Na kama anajua yeye ni wa kwangu na mimi ni sawa, yani yeye Ibrahimu ni mali yangu na nilichompa ni mali yangu, na kitaka nilichompa. Si anajua maisha yake ni mimi, uhai wake ni mimi. Yani bila mimi yeye hayupo hapa. Yani bila Mungu yeye hayupo hapa. Sasa Mungu anataka ajue, anajua hilo, kwamba anaishi mahali pazuri wengine hawakai kwa ajili yangu, kwamba ni kwa heshima yangu. Na je, nikimwambia hapo nilipokupa na pahitaji, atajua ni kwa ajili yangu au ni kwa ajili yake? Ibrahimu alipoambiwa mimi hapa, akasema naam Bwana, mimi hapa. Akasema fanya hivi. Hivi aliuliza swali? Watu wanaoishi kwa ajili ya Mungu. Wala hakuwa na maswali. Alipojua ni sauti ya Mungu, hakuwa na maswali. Nilimuomba yeye akanipa. Yeye ndo alisema nitazaa taifa. Yeye ndo amesema mtoto anamhitaji. Kwa hiyo mimi siwezi kujadili. Kila kitu ni cha kwake. Mimi wa kwake, kila kitu. Hata nikaanza kuanza kumhoji tena. Mbona uliniambia nitazaa taifa? Haka nimekazaa uzeeni. Inakuaje tena leo nikakachinje? Akasema haya nihusu. Mimi nilichoambiwa nitazaa taifa. Kwa hiyo ninachopaswa kufanya ili nizae taifa ni kufuata maelekezo. Sema kufuata maelekezo. Mwambie jirani yako, unataka kufanikiwa kama Mungu alivyosema, fuata maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuishi duniani kama Mungu alivyosema, fuata maelekezo. Unataka ulindwe kama Mungu alivyosema, fuata maelekezo. Ukisikia sauti, fuata sauti. Tuna hoja nyingi mno. Nyingi mno. Sasa Ibrahimu anaishi, yani Ibrahimu akaamua kuishi kwa kusudi la Mungu. Amezaa kwa ajili ya Mungu. Hebu sema amezaa kwa ajili ya Mungu. Sema alielewa kwamba amezaa kwa ajili ya Mungu. Sema alijua kwamba amezaa kwa ajili ya Mungu. Hebu sema amezaa kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo unajua, kwa hiyo Mungu aliposema kwamba nahitaji huyo mtoto, akampa. Sasa alipompa, yani Mungu alipogundua kwamba anaishi kwa ajili yake. Angalia majibu ya Mungu. Ule mstari wa 15. Mstari wa 15, angalia majibu ya Mungu. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Yani naelewa kwamba sasa wewe unaishi kwa ajili yangu, sio kwa ajili yako. Angalia mfano wa pili ni Daudi. Samueli wa pili sura ya 7
mstari wa kwanza mpaka wa 3. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Biblia inasema hivi: ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana alipomstarehesha asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote. Mfalme akamwambia Nathani nabii, angalia sasa, mimi ninakaa kwenye nyumba ya mielezi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Nathani akamwambia mfalme, haya, fanya yote yaliyo moyoni mwako, maana Bwana yu pamoja nawe. Hebu mwambie jirani yako, kuna mambo yaliyo moyoni mwako. Hivi ukiambiwa ufanye yaliyo moyoni mwako, utafanya mambo gani? Halo? Ukiambiwa ufanye yote yaliyo nini moyoni mwako, kuna nini kwa ajili ya Mungu? Halo? Fanya yote yaliyo moyoni mwako kwa ajili ya nani? Una kitu moyoni kwa ajili ya Mungu? Halo? Sasa aona picha hii. Wewe niongee na wewe dakika 3. Bwana Yesu asifiwe. Daudi ameshapita sana kutoka kwenye kuchunga kondoo, vita na Goliathi, vita na Sauli. Sasa yuko ikulu. Kila kitu kiko sawa. Akiwa ikulu bila kuongeleshwa na mtu, moyo wake ulikuwa unajua, niko hapa kwa ajili ya Mungu. Bwana vizuri eh? Naishi hivi nilivyo kwa ajili ya nani? Nimefika hapa kwa ajili ya nani? Sio akili yangu. Sio kwamba nina imani kuliko wengine. Sio kwamba najua kuomba kuliko wengine. Sio kwamba nina bahati, ni kwa ajili ya Mungu. Sasa akiwa pale akajiuliza, kama niko hapa kwa ajili ya Mungu, huyo Mungu anaabudiwa wapi? Yaani mimi nakaa wapi na Mungu anaabudiwa wapi? Hivi kweli kuna uhalisia, yani kuna ulinganifu kati ya heshima nilionayo mimi na mazingira nayoishi na Mungu wangu aliyeniweka hapa? Akasema no. Na hivi kuna kitu hakiko sawa. Siwezi kutoka na mabodyguard ikulu naenda kwenye mapazia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivi muulize, mwambie, hivi wote tulioko hapa, hebu sema wote tulioko hapa. Sema wote tulioko hapa. Hivi tukiamua kuishi kwa ajili ya Mungu wetu, Bwana Yesu asifiwe, tutakaa kwenye hili jengo? Yaani bado nataka tukae kwenye hili jengo? Yaani kwa maisha nyinyi mlionayo kila mmoja kwa kivyake, yanataka tuendelee kuabudu hapa? Hamjanijibu. Yaani kwa elimu mlizonazo, wale mliosoma mlioko hapa, na kwa biashara mlizonazo, tunapaswa kuendelea kubaki kwenye mazingira haya? Yaani kwa ulimwengu wa leo, hili ndio hekalu la Betheli? Yaani kwa dunia ya leo na kwa nyumba zenu mnavyozinakshi, unaona huo chocholo huko kwako kuna garden, huku si kuna mto. Bwana Yesu asifiwe. 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 Hivi kweli vichwa vyote hivi hamna fuso pale nje limeandikwa Betheli kwa ajili ya injili? Bado mna kodi costa, acha kwa costa mlikuwa nazo hapa, si mlikuwa nazo hapa. Bado mna kodi costa special hire, sawa eh? Halo? Milioni 70. Milioni ngapi? Vichwa vyote. Hebu geuka mwenzako nyuma. Angalia watu waliokaa huko ndani. Angalia. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Halo? Yaani Daudi, hebu sema Daudi. Sema Daudi. Sema Daudi akaangalia magari anayoendesha, chumba anacholala, hela anayotumia kwa siku, wikendi anatoka anaenda kula wapi na familia, kwa miaka mingapi anakula hivyo, nguo anazovaa, safari anazokwenda kila likizo, pesa anayotumia huko. Daudi akasema sanduku la agano la Bwana liko wapi? Hivi ninaishi hapa kwa ajili ya nani? Kama ni Mungu ndiye leo ananifanya niko hai, naendelea na haya maisha. Unajua, kwa bahati nzuri au mbaya sana, huwa kuna kujisahau. Hebu sema kujisahau. Hebu sema kujisahau. Juzi watu walipanda gari Costa waende kwenye harusi, halafu kutoka walipotoka ni kama dakika 10. Sawa Walikuwa wanaungua na wakateketea hata sura isionekane. Unajua ukiishi duniani bila kujiuliza kwa nini makanisa yapo na kwa nini imani ipo. Unajua makanisa yapo ya ukumbuke tu kwamba kuna maisha baada ya kufa. Ndio maana leo kuna makanisa. Halo? Na yani ukiona kuna kanisa ujue kuna maisha baada ya nini? Baada ya kifo. Siku hizi watu hawachuchumilii taji. Siku hizi watu hawaoni fahari kwamba wakifika mbinguni wapokeleweje. Muwe na amani, nafikiri ana udhaifu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua muda unaniishia. Yaani hiyo kitu siku hizi watu hawafikiri. Zamani tulikuwa tunawaza sana kwenda mbinguni siku moja, na tukifika kule tukavalishwe taji. Siku hizi watu wanataka kuvalishwa taji duniani. Yaani unajivika mwenyewe na manguo na mambo ya dunia. Unajivika mwenyewe. Ndio maana siku hizi watu wanaona kama alama ya kuwa na Mungu ni vitu ulivyo navyo mwilini. Kwa mtu mtumishi ana Mungu, eti anaendesha magari ya milioni 800. Ingapi? Ndio kumbe huyu ana Mungu. Rafiki, kama ni magari hata wauza madawa ya kulevya wana magari. Kama ni majumba ya kifahari hata wala rushwa wana majumba ya nini? Ya kifahari. Kama ni heshima ya dunia hata watoa makafara heshima nini? Wanayo. Kuna ulicho nacho kinachozidi chochote, haujakitumikia hicho kitu. Ungejua thamani ungetumikia hicho kitu. Hujaelewa ulichobeba. Dunia inahitaji ulichokibeba. Nani atafanya Arusha imuheshimu Mungu hapa? Mungu anasubiria mfanye aheshimike Arusha. Nani atasababisha Mungu apigiwe makofi, watu waseme pale kuna Mungu? Nani? Ni wewe. Nani atafanya watu wapite na magari yao ya milioni 800 wasimame waseme hivi, hii ni hoteli, ni kanisa? Hii ni kanisa, ni kampuni? Kama hamjui, ndio Betheli Mungu anayoitaka, sio hii. Na mkisha mletea Mungu hiyo Betheli anayoitaka, hamtakuwa mnavyojiona. Ninyi sio hao mnayojiona. Kuna kitu hamjaishi. Siku mkiishi. Sio swala mwaka jana tumenunua nyumba hii moja. Tunapaswa kufika barabarani
Tukishafika kule, Luther wamenunua kule pembeni kule, wanapaki magari yao. Sisi tunanunua na sisi kule tunaondoa. Halafu tunajenga, tunaondoa hizi nyumba. Nyinyi mnaokaa mkae mguu sawa. Yaani hiyo ndio notice ya Mwinjilisti Maloda kuanzia Januari mwakani. Halo. Hii kitu hatuachi hii. Ila mkiona nimekosea mnifukuze tu nisije kurudi tena. Tunavunja hapo, tunaweka ukuta wa kisasa na huku uzio wa kisasa. Eneo linakuwa safi kabla tuanze kujenga. Weka vizuri kabisa. Halafu sisi wainjilisti, vijana wa mzee wako dada yangu Lilian hapa. Sisi tunakuja kufanya vurugu kwenye huo uwanja. Hatuendi kutafuta uwanja, tunaanzia kwanza kupigia hapa. Yaani mimi nahamia hapa miezi mitatu. Ni revival. Yaani mimi sita, ibada endeleeni huko. Mimi navuna huko nje. Mimi niko tu nje navuna. Ni huku ndani ibada ziendelee, mimi navunia wapi? Nje. Wala mimi nikae ndani nifanye nini wakati wachungaji wako hapa? Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunapiga tu power hapo. Kama wazee, sisi tunapiga tunazamisha wapi? Mkiona huko zizi halitoshi, tunafumua. Yaani kweli, hebu sema kweli jamani. Hivi hao wanaojenga, wao ni kina nani? Wao wana nini? Yaani unapotaja TAG, ukitaja Betheli Arusha, wapi? Kwa mzee Sosi. Watu wanajua ni Betheli. Ni nini? Kabisa. Hata mimi najua. Betheli. Ni nini? Betheli. Sio kitu kidogo unajua. Ila sasa tunalazimisha kiwe kitu kidogo. Daudi akasema hapana. Sasa leo nilisema naombea watu alafu nimekuwa mwalimu kupita muda maelezo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikivunja amri ya 11 msinihukumu. Amri ya ngapi? 11. Ila zile 10 naomba mnidhibiti. Kuna amri ya 10 na ngapi? Usizidi saa 12. Hiyo inaitwa amri ya 11. Amri ya ngapi? 11. Hiyo inabidi mtanisamehe. Kwa wiki hii tu, siku nyingine nikija nitakuwa mtii wa amri ya 11 na ya 12. Nafikiri wazee wamenirehemu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasema hapana. Mwisho, kwa sababu muda umeisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo sikiliza hivi. Yaani kwambie jambo la ajabu sana. Kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 1. Natakiwa nifike hapa kwa sababu kesho nina mambo mapya sana ambayo siwezi kuyachanganya na leo. Kwa hiyo mniwie radhi kwa dakika hizi 10. Ayubu sura ile ya 1. Na ule mstari Ayubu 1 mstari wa 8 mpaka wa 12, kuishi kwa ajili ya Mungu. Biblia inasema hivi, mstari wa 8 mpaka 12. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani." Yaani duniani. Sio tu Mashariki ya Kati, duniani. Hapana kama yeye. Yaani mpaka Mungu anaongea hivyo. Nafikiri jambo dogo. Kubwa mno. Anasema mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Yaani anayeishi kwa ajili yangu. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, "Je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure?
Akasema, kwani Baba Mungu unafikiri ni bure? Moja kinachofanya akuabudu na aishi hayo maisha unayoyaona ukajua ni mkamilifu, wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, kwamba kinachomfanya awe hivyo mpaka unamsifia leo Mungu ni ule ulinzi uliomwekea. Maanake ukiondoa ulinzi hutamuona huyo Ayubu unayemsema. Lakini Mungu anajua Ayubu hayuko vile kwa sababu anamlinda, ila anamlinda kwa sababu yuko vile. Mweza nichosema? Yaani Ayubu hakuwa mkamilifu kwa sababu analindwa na Mungu, ila alilindwa na Mungu, sawa, kwa sababu alikuwa mkamilifu. Sio, umeelewa hesabu hiyo? Yaani sio ulinzi ulianza ndo akawa mkamilifu. Kumcha Mungu kulianza ndio ulinzi ukafanya nini? Ukafuata. Kwa hiyo hata ukiondoa ulinzi, yeye hakuanza na ulinzi wa Mungu. Alianza na kumcha nani? Mungu. Ndipo ulinzi ukafuata. Kwa hiyo hata ukiondoa ulinzi, kwa sababu kwake yeye si mtu wa Mungu kwa sababu analindwa na nani? Yeye ni mtu wa Mungu kwa sababu anajua Mungu ndiye Mungu wake. Kwamba yuko salama hayuko salama sio hoja duniani. Kwamba anaumwa au ni mzima kwake sio hoja. Yaani kwake Mungu ni Mungu, mgonjwa mzima, anavyo hana ni Mungu. Lakini siku yani hayuko vile kwa ajili yake, kwa maslahi yake, yuko vile kwa ajili yangu. Soma hiyo picha inayokwenda kuambia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndicho hapa ambacho Mungu anataka kumuonyesha shetani. Sasa halafu shetani anamwambia, kazi ya mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse haya yote alionayo, atakufuru mbele za uso wako. Yaani hutaona tena haya maisha unayoona. Mungu akamwambia, okay, shetani, tusiandikie mate na wino upo. Kama hujaelewa nataka ujiridhishe mwenyewe. Huruhusiwi kugusa uhai wake, ili ujue anaishi kwa ajili yangu. Anajua yuko duniani kwa ajili yangu. Yaani mimi ndio sababu ya wewe ni sababu, wewe ni sababu, wewe ni sababu ya mimi nini? Ya mimi kui. Hivi ni kweli? Sio pesa ndio sababu? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni sababu. Sasa shetani akatoka akasema, akaipima imani akasema, huyu ili ni mchanganye sawa sawa. Kwa bahati mbaya au nzuri, Mungu hakukumbuka watoto wa Ayubu. Halo? Akasema tu usimguse yeye. Yaani mke wake naye si alinusurikaje? Na Ayubu alimuacha mke wake, shetani alimwacha mke wake ili amtumie mke wake. Shetani alimwacha kwa maslahi yake. Shetani akanyanyuka, piga mali zote. Yaani sio unafilisika mwaka mmoja, unafilisika siku moja, masaa. Yaani ndani ya masaa umefilisika. Halafu na ndani ya masaa unaanza maisha mpya, una hata mtoto mmoja. Ndani ya masaa, siku moja. Yaani ni zaidi ya mabomu unayojua wewe. Halafu shetani akakaa pembeni, akasema, sasa ngoja Mungu ajisikilizie anachokiongea Ayubu. Si alisema yeye hamchi Mungu kwa sababu ya mali, kwa sababu ya vitu. Sasa ngoja nione. Watoto hana. Nataka nimfanyie kitu mpaka amchukie Mungu. Nimfanyie kitu mpaka ajue Mungu si lolote. Alipomaliza
Ayubu akaorodhesha akajua okay, yani maana yake kwa taarifa nilizoletewa hapa, maana yake nimebaki kama nilivyozaliwa. Ndio maana alisema mimi nilitoka tumboni mwa mama. Yani kwa taarifa niliyoletewa hapa, maana yake nimekuwa kama ndo nazaliwa leo. Hata maisha sijaanza. Kwa hiyo akasema, unajua wakati Ayubu anaongea, maana yake shetani alikuwa kakaa akasimama pembeni, si ni roho anasikilizia. Akasema mimi nilitoka tumboni mwa mama ni uchi, nami nitarudi uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana alitwaa. Akainama akasujudu, jina lake libarikiwe. Shetani akasema huyu nitamletea magonjwa huyu. Yani mpaka hajani Mungu, yani mbingu na malaika wote makofi. Akaambia liko wapi? Shetani liko wapi? Haya, mwangalie jirani yako. Ikitokeaga unaongeaga nini? Unaona watu wanaojua kuishi kwa ajili ya Mungu. Yaani alikuwa anajua yeye kuwa na watoto ni Mungu, sawa? Maana yake Mungu kama hatataka anaweza kesho asiwe na watoto. Yeye kuwa na mali ni nani? Inawezekana kesho asiamke na nini? Na bado akabaki kuwa Mungu. Kwa Mungu alifanya niwe na watoto. Sawa Mungu anataka kufanya nisiwe na nini? Na ndio maana unapoenda ile sura, wakati mke wake na Ayubu wakati Ayubu ana magonjwa mwili umeota majipu, anamwambia hivi, wewe bado unashikamana na ukamilifu wako? Maana alimuona bado anashikamana na ukamilifu kwamba Mungu ni Mungu. Ile mama akamwambia nakupa ushauri bora, zingatia mume wangu. Ndio maana shetani alimbakiza, angeondoka naye. Kufuru ufe. Akasema yani kwa bahati nzuri mpango wa kufa ndo sina. Sasa akasema hivi, mke wangu tupate mema tu. Mbona wakati wa kula baga na sausage ukuongea haya? Unasikia? Tupate mema tu kwa Mungu. Yakija mabaya Mungu asiwe Mungu. Hebu sema kuishi kwa ajili ya Mungu. Kwa Ayubu ilikuwa alivyo navyo. Umenipendelea uhai huu, pesa hizi, kazi hii, sura hii, umenipendelea. Yote nilivyo navyo ulivyonipea, umenipendelea. Maisha haya, sura hii, mke na mume, hata kama ni mkorofi, umenipenda. Halo? Mwambie jirani yako, mwambie umependelewa tu. Mwambie ni kwa ajili ya Mungu tu. Mwambie ni kwa ajili ya Mungu tu. Wangapi wanaelewa ninachozungumza hapa? Nataka niishie hapa leo, ili nisikupe mambo mengi leo. Mungu akasema ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Akasema mimi hapa, nitume mimi. Wangapi wanasema mimi hapa, nitume mimi? Sijui unaanza kunipata. Hebu sema kuishi kwa ajili ya Mungu. Mwambie jirani yako, ondoa hizo pressure ulizonazo. Sijui nitatokaje, sijui nitafukaje. Kwani mwaka jana ulivukaje? Unaishi roho juu. Nini? Nyakati zako zote ziko mikononi mwa nani? Mungu anasema usiogope. Unaogopa nini? Hadi kwambia unakufa na huo ugonjwa nani? Sungesha kufa. Kwani umeumwa miaka mingapi? Umeumwa siku ngapi? Kwani unaogopa kufa? Angalia jirani yako. Umepewa kazi na Mungu, ukimaliza unaondoka. Hebu sasa nikimaliza naondoka. Sema nikimaliza naondoka.
Alafu muulize, hivi zile nyumba unamwachia nani?